Nurr Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi alladhi ballaghana shahra Ramadan, wassalatu wassalamu ala almabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashkuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mkarimu mwingi wa rehma, yeye ambaye kwa ukarimu wake ametujalia tudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kutuwezesha kufunga mchana wake na kusimama usiku wake, na atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao Ramadhani itakapoondoka wawe ni miongoni mwa wale waliofaulu. Allahumma amin. Sala na amani kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala zimwendee wa mwisho wa manabii, profesa wa umma, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi, yeye ambaye aliulea umma wa Kiislamu, akaufunza dini, akaufunza tabia, akaufunza mwenendo, akaufikia mtume kuondoka ili hali dini imekamilika na neema zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa Waislamu zimetimia, na Allah atosha kuwa ni shahidi pale alipotangaza kwamba ameturidhia Uislamu kuwa ndio dini yetu, katika maneno yake matukufu aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Siku ya leo nimeikamilisha dini yenu na nimezitimiza neema zangu kwenu na nimekuridhieni Uislamu huwe ndio dini yenu. Ndugu zangu Waislamu, ninakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu mambo mawili sana muhimu kwa kila Muislamu wa kike wa kiume ambaye anayejitambua na kuelewa vyema kwamba Ramadhani ni mwezi wa baraka, Ramadhani ni mwezi wa mavuno, Ramadhani ni madrasa, Ramadhani ni mwezi wa kulimbikiza thawabu. Ninakuhusia mambo mawili muhimu. Zingatia ndugu yangu Muislamu. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwenye jambo la kwanza, mtume ametuhimiza ya kwamba tukimbilie, tujipange, tusimame kidete mambo matatu, tusiyakosi, tuyatafute, ikibidi hata kuinama uvunguni, tumlilie Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao watakayo yapata. Jambo la kwanza kasema mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma takaddama min dhanbi. Na hilo ndio lengo kuu la ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ummati Muhammad, enyi waumini, enyi mlimkubali kuwa Allah ndiyo Mola wenu na Muhammad sallallahu kuwa ni mtume wenu, mmefaradhishiwa kufunga, mmehimizwa kufunga. Saum kwenu ni lazima kama ilivyokuwa faradhi na lazima kwa wale waliokutangulieni. Malengo ni nini? Ili muweze kuupata ucha Mungu. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu kwenye hadithi tuliyosoma hapo anasema, yule ambaye atafunga Ramadhani, atafunga saumu yake ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa kuamini kuwa ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kutaraji malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, mja huyo Ramadhani itaondoka ili hali amesamehewa madhambi yake. Ninakuomba ndugu yangu Muislamu, jichunguze. Kawaida kila mwanadamu anajijua, na huyo ndio uhalisia na uhakika. Allah alisema balil insanu ala nafsihi basira. Kwa kuwa ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, jitazame, ulinde kauli zako, ulinde matendo yako, ulinde macho yako, sio kila kinachopita cha haramu na kisichomridhisha Allah utizame. Usifanye hivyo, kwani utakuwa huko unaitoboa saumu yako na huko unaharibikiwa. Jitahidi sana kila yale yote mashekhe wamekuelekeza kwamba yanaharibu saumu, jitenge nayo mbali. Ufunge saumu yako kwa imani kwamba ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ummati Muhammad, kama ilivyokuwa amri kwenye umati tutangulia, na utaraji malipo kwake Allah. Hivyo ndio Ramadhani ikiondoka na ulifunga ukiwa umetekeleza hayo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuweka katika wale ambao waliofutiwa madhambi yao. La pili katika hiyo nukta ya kwanza, maana nimekuambieni kwamba nakumsheni mambo matatu.
ni kauli yake mtume wetu Muhammadin sallallahu aliposema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma takaddama min dhanbi. Muislamu yoyote atakayesimama usiku wa Ramadhani akasali ma kutiba la, yale anayoweza kusali aliyoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ukiweza ni bora zaidi ukasali sala ya tarawehe, sunna ambayo haipatikaniki katika nyakati zingine isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na kwa wale ambao ni wanamume ni bora zaidi kama utaisali pamoja na imam, na kama utasali nyumbani kwako ukaisali pamoja na familia, wewe ukawa ndio imam. Mtume anasema yule atakayesali sala ya usiku, iwe ni tarawehe, iwe ni rakaa unazoweza kusali utakapoamka usiku, Allah subhanahu wa ta'ala akikujalia ukazitekeleza hiyo, Ramadhani ikiondoka nao na kuwa miongoni mwa wale waliosamehewa madhambi yao. La tatu katika nukta hiyo ya kwanza ni kauli yake mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama pale aliposema, man qama lailatal qadri imana wa ihtisaba ghufira lahu ma takaddama min dhanbi. Muislamu yoyote atakayesimama usiku wa lailatul qadri kwa iman na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo pia Ramadhani itaondoka ili hali amesamehewa madhambi yake yote. Na usiku wa lailatul qadri mtume wetu Muhammadin sallallahu kwenye hadithi akasema, iltamisuha fi ashri al-awakhir min Ramadan wa fi autariha, tafuteni usiku huyo wa cheo katika 10 la mwisho la Ramadhani, wa fi autariha, na katika mausiku yale ambayo yasiyogawika na mbili, mausiku ya witri, usiku wa 21, usiku wa 23, usiku wa 25, usiku wa 27, usiku wa 29. Sali 10 lote ili uipate lailatul qadri. Ninakuhusia ndugu zangu Muislamu, hivi tu usichelewi, anza kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akujalie uweze kuipata lailatul qadri. Mlilie Mwenyezi Mungu katika dua zako, bali mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametuhusia, anasema, liswaimi da'watun mustajaba, liswaimi da'watun mustajaba. Anasema mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muislamu atakayekuwa ndani ya saumu, aliyofunga saumu, yuko na maombi yake ambayo yanapokelewa. Na kwenye upokezi mwingine akasema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, liswaimu da'watin mustajaba, mwenye kufunga yuko na maombi yake yanayopokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Liswaimi da'watan la turaddu, mwenye kufunga ana maombi yake akimlilia Allah hayarejeshwi kamwe. Na wakafasiri wanachooni wakasema ni muda wote wa saumu, kuanzia pale umeanza kufunga mpaka pale haujafungua saumu yako kwa kufuturu, mchana mzima na ile jioni yake, unapokuwa unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anakupokelea dua zako. Jitahidi sana uweze kuyatekeleza hayo ili utaraji malipo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. La pili ninakuhusia ndugu yangu Muislamu, na lao pia liko na sehemu tatu. Ninakuhusia ndugu yangu Muislamu, jipange kidete, uzingatie nyakati tatu muhimu katika ndani ya Ramadhani, zitendee haki pasavyo ili upate malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wa kwanza ninakuhusia, jitahidi sana uwe miongoni mwa wale ambao wanajipanga usiku wa tatu wa mwisho, wanaamka wanasali yale wanayoweza kusali katika rakaa, wanatumia pia daku kama alivyotuhusia mtume wetu Muhammad, kwa sababu usiku ule wa tatu, usiku wa saa 8, saa 9, saa 10 ndio usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala anatoa ofa na anakuwa ameteremka kwenye mbingu ya dunia, kama ilivyopokelewa kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yanzilu rabbuna kulla laylin ila as-samaa'i ad-dunya hina yabqa thuluth al-layl al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajib la wa man yas'alni fa u'tiya wa man yastaghfir li fa aghfir la. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hadithi hii anasema, Abu Hurairah alimsikia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akisema, inapokuwa umebaki usiku wa tatu wa mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala anateremka kwenye mbingu ya dunia, kisha ananadi akisema, nani ambaye
ananiita nimuitike, nani mwenye maombi yake nimpe, na nani mwenye kuhitaji msamaha wangu nimsamehe. Ndugu yangu, ninakuhusia muda kama huyo, jitahidi sana usikosi kwenye nyakati kama hiyo, ili uweze kupata ujira uliokuwa mkubwa. Wakati wa pili baada ya sala alfajiri, na hasa ukijaliwa kuisali jamaatan khalfa al-imam, ukisali kwa jamaa nyuma ya imam, jitahidi utulie msikitini, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah, fanya dhikri, soma Qur'ani. Ndiyo mwezi wa Qur'ani huyu. Walikuwa waja wema waliotutangulia, ilikuwa ikifikia ndani ya mwezi wa Ramadhani wanasimamisha kutoa darsa, wanasimamisha kusoma hadithi na mengine, wanaisoma sana Qur'ani, kwa kuwa ndio mwezi wa Qur'ani na ndio mwezi ambao Qur'ani ilishuka ndanimo. Na wakati wa tatu ambao ndio wakati wa mwisho, jitahidi sana inapofikia mida hii ya Ramadhani, afya inakubali, jitenge mbali sana na mambo ya maupuzi. Kama ulikuwa unacheza maludo, madame, unatizama sinema na mengine yote ya upuuzi, achana nayo, jitenge. Ndio wakati wa wewe kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amesema fattakullaha mastata'tu, mcheni Mola wenu kwa kiwango mnachoweza. Ya Abdallah, ewe mja wa Allah, ninakuhusia jipange na uchukulie Ramadhani hii kama ndiyo Ramadhani yako ya mwisho, ili uweze kuitendea haki, ukweli wa kuitendea haki. Kwani kukutana na Ramadhani nyingine ya mwaka wa 2027 ni majaliwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kadiri ya siku zinavyoondoka zinakwenda na sehemu ya uhai wetu. Wako wengi walitaraji waweze kudiriki Ramadhani hii, lakini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala ili wadiriki. Mimi na wewe Allah ametujalia tumeidiriki, tuitendee haki Ramadhani hii, tuifunge tukitaraji ya kuwa ndio ya mwisho, lakini tuwe tunamuomba Allah ya kwamba atujalie tudiriki Ramadhani nyingi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio atatuchagulia kile ambacho ni bora. Mola wangu, nimefikisha, ninakuomba rabbal alamina uniweye shahidi. Allahumma amin. Ibn Nyamur Media, ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas.